Kwenye hatua isiyokuwa ya kawaida, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mwanzo wa mgogoro wa kijeshi dhidi ya makundi ya dawa za kulevya kama ambavyo imeripotiwa na vyombo vya habari mbalimbali ikiwemo The New York Times. Kauli hii inachukua sura mpya ya mapambano dhidi ya uhalifu wa dawa za kulevya nchini Marekani, ambapo serikali inashughulikia moja kwa moja si tu uhalifu wa kibiashara, bali pia miji na mipaka inayoathirika na makundi haya. Matamko ya Trump yametokea katika wakati ambapo Marekani inakabiliwa na ongezeko la vurugu zinazohusiana na dawa za kulevya, huku mamilioni ya raia wakiathirika moja kwa moja. Hatua hii pia inazua maswali makubwa ya kimataifa. Je, hii ni hatua ya muda mfupi ya kupambana na uhalifu au ni mwanzo wa mchakato mkubwa wa kijeshi na kiusalama? Wataalamu wa masuala ya ulinzi na uhalifu wanasema kwamba hii ni hatua isiyo ya kawaida, kwani hatimaye inaleta nguvu za kijeshi za kitaifa moja kwa moja kwenye mapambano dhidi ya makundi ya uhalifu. Historia inashuhudia kuwa hatua za aina hii zinaweza kuwa na matokeo makubwa zaidi, si tu kwa makundi yanayolengwa, bali pia kwa raia wa kawaida na usalama wa taifa. Dunia sasa inashuhudia mwanzo wa mgogoro unaoweza kubadilisha sura ya mapambano dhidi ya uhalifu wa dawa za kulevya nchini Marekani. Masaa yajayo yatakuwa muhimu kuona jinsi hatua hii itakavyoathiri usalama, siasa na maisha ya raia moja kwa moja. Lakini Trump nadhani anajaribu kuwekeza nguvu kubwa kweli kweli ya kupambana na makundi mbalimbali ambayo yamekuwa yakijishughulisha na swala zima la madawa ya kulevya, kwa sababu matokeo kwenye jamii yanaonekana ni makubwa kila itwapo leo. Kule Venezuela aliweza kuzishambulia boti mbili ambazo zilikuwa majini, ambazo zilikuwa zinadaiwa kuwa zimebeba madawa ya kulevya. Kwa hiyo Trump hakujiuliza, akasema zishambuliwe. Ilishambuliwa ya kwanza siku ya kwanza, na baada ya siku kenda nyingine nayo ikiweza kushambuliwa pia. Labda na ndio maana ameamua kuja na mfumo rasmi wa kuteketeza makundi yote ambayo yanajihusisha na madawa ya kulevya ndani ya Marekani, ili kuirejesha Marekani kwenye ukingo ambayo ulikuwepo tena juu, na kuondoa matatizo mengi ambayo yameonyesha kama taifa hilo halipo kwenye mikono salama kwa hivi sasa.